Hujambo mtazamaji wa Rushui TV, karibu tena ikiwa ni siku nyingine ndani ya kipindi chako pendwa cha Kinara. Kama kawaida huwa tunakuwa na mada mezani ambazo tunazungumzia vitu tofauti tofauti. Muhimu kabisa ni kukuelimisha kutoka hatua moja kupeleka hatua nyingine. Mimi ni Juliet Sawatele, siko peke yangu. Leo studio tumepata mgeni, tuko na Mwalimu Baraka Mwajeka. Tutaenda kumsikia akitufafanulia kinagaubaga mada yetu iliyoko mezani. Leo tunazungumzia masuala ya athari ya maumivu ya kale katika mahusiano. Mwalimu, habari yako? Salama, habari ya uzima wako? Salama kabisa. Yes. Leo nimekuja kabisa kwenye sekta yako kabisa. Unasema ni mwalimu lakini pia ni mshauri. Lakini pia ni mwandishi. Yes. Okay, basi leo tumeingia kipengele cha ushauri. Tunazungumzia leo athari ya maumivu ya kale katika mahusiano. Ndio. Kwanza tuanzie hapo kwenye mahusiano. Watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano wanaumizwa na inakuwa ngumu sana mtu kusahau. Kwako wewe ulishakutana na kesi za namna hii? Nyingi. Yaani nimekutana na kesi nyingi sana. Kuna zile za mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe tena. Wewe mwenyewe hapo kuna zile za kushauri. Yaani unajua mpaka nikaja kwenye kujishauri ni kwamba nikawa naona kumbe hii ni shida so ya mtu mmoja. Ni ya watu wengi. Imeanza na kwako. Imeanza kwangu hivi. Basi kwa watu wengine pia inaweza kaita shida. Kwa hiyo ikabidi nijikita hapo kujua hii shida inaanzia wapi, inatokea wapi mpaka inafika huko. Na namshaurije mtu akiingia hapo. Ndio nasema kuna watu nawashauri mpaka sasa mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Yaani toka amekuletea hiyo kesi ya mahusiano. Yes. Mpaka sasa mwezi wa 6 namshauri tu. Namshauri tu. Nampigia si chini ya dakika 150 hadi 100. Na huduma hiyo analipia? Hapana. Ni bure kabisa. Ni bure, hawezi kulipa. Kwa ni kiacho na kukimbilia. Yaani anaitwa hapo kwa sababu unaangalia mtu mwenyewe aliyeachwa pia yuko katika hali gani. Okay. Yaani uwezo atakulipa uwezo. Kwa sababu hizo zinafanya 700,000 of course. 700,000. Tunaizo kwa miezi 6, miezi 3. Miezi 3. 700,000. Lakini sasa utaangalia lazima tunaangalia hiyo tatizo ni tatizo gani. Kwa sababu kuna yule ambaye nianze hivi kwamba ukisikia maumivu ya kale kwa Kiingereza inaitwa trauma. Trauma ni pale ambapo umekutana na jambo ambalo limekupa stress. Limekupa stress, lakini ngoja nimsomee kwa Kiingereza hapa kwa maana ambayo nimeandaa. Is when you experience very stressful, frightening or distressing events that are difficult to cope with it out of your control. Yani maana yake ni yale matukio. Yani kusema maumivu ni matukio ambayo yalijaa stress, hofu, mashaka ambayo hayo yalikuja yakabizidi control yako. Yani kuna uwezo ukikerwa na mtu kuna mambo unaweza control. Lakini kuna mambo mengine unagundua ukikutana nayo hivi unashangaa uko out of control kabisa. Unaweza kufanya jambo ambalo hujawahi kufanya. Naona mtu kaukera jambo na kukera jambo ni kwamba sasa kwa sababu umekerwa ndio siku hiyo yale imejirudia. Anaposema maumivu maana yake hii jambo halikutoka nje. Likabaki ndani. Hiyo baki ndani sasa alikupatiwa solution yoyote mtu akatulia nalo. Sasa linavyojirudia tukio linalofanania linarudi kwenye yale maumivu tena. Kwa inaibua maumivu yanayofanana na yale au zaidi ya pale. Na binadamu yuko katika sehemu kuu 3. Binadamu ana roho, binadamu ana nafsi, binadamu ana mwili. Katika eneo la roho ndo Mungu anaweka kusudi lake kule. Na ndo pumzi ambayo sasa hii tunapumua hapo pumzi. Ukikata hiyo maana yake hamna binadamu hapo. Ni kweli. Kwenye nafsi kuna akili, kuna hisia, kuna utashi. Eneo ambalo linakuwa affected au linakuwa naathirika zaidi kwenye maumivu ni eneo la hisia. Hapo mtu akipigwa hisia inakuwa shida. Lakini pia kuna eneo linaloitwa akili. Kwenye akili hapo kuna akili aina 2. Kuna conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni ile ambayo unapata taarifa, ni akili tambuzi ambayo unapata taarifa ambazo unaziona, unazisikia. Lakini subconscious mind ni eneo la akili ambayo inatunza taarifa zinazojirudia mara kwa mara.
Unaweza kuona tatizo linapokuja kuanzia saa la maumivu. Tatizo la maumivu linakuja pale ambapo linajirudia mara kwa mara. Linajiingiza ndani. Likijiingiza ndani linakaa huko. Na ni ngumu kutoka, afu inaanza kuongoza maisha yako. Kabisa. Kwa nini huwezi kusahau kupiga mswaki? Kwa nini huwezi kusahau kuvaa nguo? Kwa sababu ni tukio la mara kwa mara, afu limejiingiza ndani. Na hamna mtu anaweza kalitoa. Sawa, tuzungumzie kwenye hizi kesi sasa ambazo umekutana nazo. Ni kesi ipi ambayo kubwa kabisa ulikutana nayo? Na ilikuchukua muda gani kuitatua? Kwanza nianze na kesi kadhaa hapo. Au tuanze na wewe? Tuanze na kesi kadhaa. Ya kwangu mimi kwa ufupi hiyo ilitokea ni kwamba mimi nilimwamini mtu yani. Nilimwamini, nimesoma naye, nimekaa naye. Na pengine wenda ananiangalia hapa. Nimekaa naye kabisa, nikaona huyu anafaa ya kuwa mke. Sasa katika harakati za kuendelea kumwangalia, najituma, nanunua vitabu apate maarifa, namfundisha, na muandaa kisaikolojia. Awe na akili katesi kama za kwangu. Sasa katika process sasa ndio nikafuata, akaja kunifuata. Hapo siongea chochote. Akaja kunifuata, nimeachwa. Yaani ndio ameachwa. Tuko hivi tunaendelea na urafiki hivi bado umeachwa. Nipa shida kwamba okay labda ameachwa kwa sababu mimi sijaongea chochote. Nikasema ngoja nivumilie, nikaenda kuongea naye. Kaambia ni rafiki tu. Rafiki tu. Rafiki wote ni rafiki tu, haina shida. Na ndio maana nyingine mimi nashauri watu karibu ambao unaozidi sana sio mzuri. Unaweza kumpenda mtu kwa karibu na haitakiwi. Kwa mwisho wa siku baadaye akasema bwana nitafikiria swala lako. Sasa siku moja ndo ananipigia simu, "Daka njoo mahali fulani." Niko around unakokaa. Sasa yeye kwenda yuko na mtu. Huko njiani anatembea ambia, leo nilikuwa kwa fulani nimeshinda huko." Niliumia sana siku ile. Ndio nafikiriwa hivi. Naona akanambia nitaka basi mimi kusindikiza, anambia hata usinisindikize na nyumbani. Sasa nimeitwa kufanya nini? Sulito ukaone. Mwisho wa siku inakuja kutokea break up. Yaani sikuamini. Yaani sikuamini, napigiwa akanitumia message hivyo kwenye mahusiano. Naulizwa tena niko kwenye mahusiano. Ina maana mpaka hapo ulikuwa hujafunguka kwa wewe binti. Nimeongea naye tayari, anambia anifikiria. Anambia kwenye mahusiano huko. Mwisho wa siku nakuja kuleta jambo la ajabu. Anatumia mimi na mtu fulani. Kanitumia picha su WhatsApp, angalia, unamfahamu na wewe. Anambia sawa. Hivi ni kwa nini mkaka akimtongoza mdada, yule mdada akikataa akasema kwamba ana mtu wake, wewe mkaka unaumia zaidi? Yaani naumiza kwa sababu kuna asilimia unaziweka. Yaani mtu anakuwa na asilimia kwamba hata kama itakuwaje, ila asilimia 60 kwa jinsi ya ukaribu na anavyomfahamu. Hiyo ukaribu ndio inakuja na kusema inaita ya shida sana. Atanikubalia. Kwa hiyo unahisi kabisa huyo mtu anaweza akawa single. Kabisa. Na mimi ninachofahamu ni kwamba hakuna mtu ambaye ana mtu. Kwa hata kama ana mtu sio naomba tunaamini kwamba naweza nikapindua meza. Sawa. Tuzungumzie sasa kwenye kesi za watu. Hii kesi za watu zingine nimekutana nazo. Mtu ameingia kwenye mahusiano, alikubali kabisa, mtu alikuwa na mtoto. Yes. Alikubali zamani tuingie kwenye mahusiano. Alikuwa ana mtu ka break up naye ila na ujauzito. Anakwambia kabisa. Sasa anakuja kuniambia mwalimu, mimi nilikubali kuingia naye kwenye mahusiano huyu mtu, ndipo nilikuwa najua hiyo kesi. Sasa inanipa shida kwa sababu gani? Huyo binti bado anamhitaji huyo mwanaume. Japo mimi niliingia, sasa mimi swali nikaanza, unaingia unaingiaje hapo? Kwenye mahusiano kama hayo. Na niingia nilimwamini kwamba anaweza kufanya namna. Sasa inabidi jamaa aende kujitambulisha kwa wazazi wa yule binti wa kwanza. Anaenda kuongea nini? Kwamba kwanza simtaki huyo binti au vipi? Ni shida. Kwa hiyo ina maana binti wakati anamkubalia huyu kijana ni kwamba binti akili hisia zote zilikuwa bado zipo kwa ex wake. Manake hata huyu binti na inachukua muda pia huyo kuona. Binti kagoma. Kabisa. Yule ambaye ana ujauzito kagoma kabisa, simwachi. Sasa stress ni kwa huyo binti, atoe maamuzi gani? Amkubalie afanyaje? Kwa hapo ni maumivu. Kwa sababu anachojiuza kadri siku zinazozidi kwenda, anaona kabisa mahusiano yanapotea. Kwa alikuja akatoka kwenye mahusiano au bado yupo mpaka leo? Mimi ninachomshauri ni kwamba bwana rafiki yangu, hapa umeshaona hiyo situation. Watu wanakutana, sienda kumuona mtoto wake, sasa nafanyaje? Itakuwa ni shida. Itakupa shaka. Mimi nijiandaa, ngambia hamna, usijiandaa hivyo. Utakuwa unaumwa kila siku na ni kweli. Sikia vibaya na lala nafanya hivi.
Sasa mwanamke kimpenda mtu ndo shughuli. Basi counseling yake hapa manake ni muendelezo kwamba at least ni mshauri kwamba ila kisa anabadilika. Okay. Kwa ni kesi ambazo ni ndefu za maumivu nimetaja zile za maumivu. Achana zile za utani tu. Mtu kapenda afika acha. Sawa, tuzungumzie sasa athari ya maumivu yale ya kale. Nimeandaa athari kadhaa hapa ambazo naweza nikaonesha. Athari ya kwanza mbaya ni kwenye mawasiliano. Mawasiliano kwa maana mawasiliano watu wengine watu wasianao vizuri. Kwa sababu utakaa na mtu akirudia kosa. Yes. Akirudia kauli utakwalizana naye. Lakini athari ya pili ni uaminifu. Siamini wanawake wote. Siamini wanaume wote. Hiyo ni mbaya. Dada mmoja kanipigia, wanaume wote mimi siwaamini. Nikamwambia unaongea nani mimi? Mwanaume. Wewe ni basi tu nishauri. Nikamwambia ninakushauri ndo mimi mwanaume. Sasa unaniaminije? Hawezi kuamini. Anasema wanaume wote ni wajinga. Mwingine anafika anasema ni mbwa. Sio watu wale, sio watu wa kuamini. Sasa watu wa kuamini sio wote, ambia hakuna ni wote. Sasa hiyo ni hasara kwa sababu anakutana na watu sahihi. Atawakataa. Yes. Ndio maumivu. Lakini ya tatu ni maumivu ya kihisia. Hisia zake zitakuwa ziko vizuri. Yaani furaha yake itakuwa ya muda. Na ndio maana huyu mtu kutokana na movie pia inaweza kumpelekea akaingia kwenye addiction ya movie. Kutulia peke yake akajiua. Kwa sababu hana mtu, anahisi kama binadamu wote wamemwacha. Kwa kuna watu sema kama vile vinapiga mtu. Situation inatokea ni kama vile unaona kama dunia nzima inajua tukio lako. Yeah, inajua afu umedhalilika. Kumbe hamna anayejua zaidi yako na wewe ndiye achana naye. Ndio. Yaani ndio maana nasema kuna watu mimi napiga simu. Nachoka mimi sio sipendi kuongea sana kwenye simu. Lakini nafanyaje? Dakika 150. Naongea maana ni sana nini? Unaongea tu na mtu. Unaongea. Hapo unabadilisha story tu. Unaleta kichekesho, acheke, unaingiza mada, kigusia maumivu, akakata simu. Kidonda chako kigusa hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni shida kwenye emotion. Lakini pia jambo la 4, tatizo la 4 ni issue ya upendo. Hamnaga upendo hapo tena. Yes. Yao taamini kila mmoja ana shida. Kuna mwingine labda mama yake alimfanyia vitu vya ajabu. Kuna mwingine alikuwa utotoni alibakwa labda. Yes. Yaani kwa anahisi kabisa hawezi kuwa na rafiki wa kiume. Hawezi kuwa, yani hamnaga mtu ambaye hata ni akiwa shuleni inampa tabu. Wanafunzi wao pia wapo. Na utanaamini mwalimu najua. Yaani kuna mwanafunzi mwenye hataki kukaa na wenzake. Kija kufuatia sababu anakuambia ilitokanaje, alikuwa ananyanyaswa kwa mtoto. Kwa kaisi mimi nipende kukaa peke yangu. Na mtoto uweze kufaulu. Barabarani anaweza kapewa hata kabisa akatoka hadi shuleni. Kwa nini bidi tunaangalia watoto sasa? Sasa anaweza katoka apenda kutembea peke yake. Maana kwa sababu ya matatizo kama haya. Lakini pia kuna mawazo yaliyozidi na wasiwasi. Shanga mtu anakuwa na wasiwasi ghafla. Anashia nini? Sijui. Anatemeka. Yaani shida, yaani kwa sababu ya nini? Amekumbuka lile kosa linamletea shida hiyo. Kwa nikuta ni mtu ambaye ukimwambia ongea mbele za watu hawezi kuongea. Biashara fanya hawezi kufanya. Akimuona mtu labda akafanania labda perfume ya mwanaume aliyemwacha, ikipuliza tu anaanza kutetemeka. Au akafanana hata nywele. Au nywele kanywa kama yeye. Wewe nini shida, anatetemeka. Kwa unaona shida hiyo hapo. Lakini pia issue nyingine ni kwamba anajipunguzia thamani. Tunaita low self esteem. Ndio naona kabisa sina thamani tena kwenye maisha yangu. Maisha yangu mimi na Mungu. Na muamini Mungu tu peke yake. Ila sio kweli kwa sababu naishi na watu na utakutana na watu. Na huwa nafundisha watu kwamba siku zote ni kwamba watu mtu unayekutana naye na kuhakikishia. Mimi kuna falsafa moja naitumia kwenye ushauri kwamba mtu kutana naye amefanya kitu hicho, kuna watu aina 70 wa hivyo. Kuna kazi kama mmeweza mtu mmoja na kuna watu 69 wa tabia kama hizo. Kwa inabidi uwe makini sana kwa sababu watu wa hivyo wapo wanajirudia kwa speed. Kwa ni muhimu sana kujua unaishi na watu gani. Na watu hao wataendelea kuwepo. Huwezi kuwakwepa. Lakini pia ni issue ya kutokuwa na uhakika wa maisha. Mtu wa maisha unaisha. Hata ukimwahidi jambo hawezi kuamini tena. Hawezi kuamini. Hana uhakika na maisha yake. Kwa hizo ni chache ambazo nimeziandaa kwenye upande wa vizazi wa athiri zaidi mahusiano. Sawa, na mtu akitaka kutoka sasa hapo anatokaje huko? Jambo la kwanza akubali. Mimi nina maumivu. Yaani wengi hapo hasa wadada ni wabishi. Mimi hapana. Nikubali kama umepigwa tukio. Yaani nikubali. Mpaka kuja kuniambia nikubali. Lakini mimi soma mimi nikosea, mimi sikukosea. Kabisa mimi sikukosea.
ulikosea na wewe. Kuna mdada mmoja kwa kwenye mahusiano miaka 4 na mwanaume. Alafu akasikia skendo huyu mwanaume na wanawake wengine anaona hamna. Uamini. Uongo. Huyu ametoa mimba za wadada wangaza hakuna. Mpaka anakuja kukutana nao wadada wenyewe sasa. Hawa. Ndio mtu anaamini sasa. Anakuja miaka 4 sasa. Anamwachaje? Kimbembe. Unaambia unamwambia na mtu tayari ushamwamini. Yaani mimi sina shida yoyote yani. Kwa nini unacheka jamani? Unacheka. Sio kucheka. Ishu unacheka kwa maumivu. Moyo unazungumza. Alikaa peke yake. Kuna mtu mwingine anapiga saa 8. Mwalimu. Nakusalimia ndo ngambia una shida. Na shida usiku kunisalimia saa 8. Kwa sababu gani? Ana usingizi hamna. Yeye ni asali nyingine. Usingizi anakosa usingizi. Kwa sababu anaamini. Miaka 4 mtu na malengo yangu. Miaka 4 huyu anakuja kunifanyia hivi. Nikamwambia wewe ndio unayefuata. Kizingua atakuja tena huyu jamaa. Mwanaume anakuambia mimi nakupenda, anaendelea kukufuata. Nakupenda yani wala usiamini, ni waongo. Kwa jambo la kwanza, jambo la kubali na maumivu. Unajua kubali ni kwamba ni rahisi sana kujisahihisha. Ni kweli kabisa. Kwamba nimekosea. Okay. Natakiwa nianze upya. Lakini jambo la pili, mtu yapate muda tofauti na mazingira yale au mtu huyo. Na ndio maana mimi nashauri mtu kama ni kublock mtu mmoja akasema mwalimu hapana. Mimi ni mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Yaani kublock ni mbaya sana kwa sababu utaonekana unatenganisha watu. Nikamwambiaje? Nikamwambia wewe kwa makini kwa sababu gani? Kwa kusema kublock haina maana namba umesahau. Namba unakumbuka ipo. Lakini kublock kwa maana mazingira usipate interruption ya huyu mtu kwanza kwa muda kwa sababu bali itakuumiza tu. Na ndio maana mtu mwingine mimi hata mwenyewe nilikuwa inanisumbua. Siku moja nilikuwa najiandikisha namba. Kumbe nimekalili yote. Alivyonitumia message ndio yeye. Ndio yeye huyu. Anambia naomba msamaha. Fikia mimi nitakuja siku moja kwenye tukio umeandaa nitakuja. Sasa uzuri nishapona. Ilikuwa inanisumbua. Ushavuka. Yaani kiona status. Mbona unafanya ding kaza moyo hivi kwamba ndo nimempoteza au vipi? Yes. Kwa jambo la pili apate muda, asipate mazingira ya yule mtu. Lakini kama hayo mazingira ndo alimpa hiyo shida, kwa sababu kienda kuyaona anampa tabu, aondoe kwenye hayo mazingira. Anaenda wapi? Aondoke maana kwamba aondoke. Kama atashindikana kuondoka kabisa, maana tunaangalia pia na huyo mtu husika. Hata kama tunamshauri maana yake atisi namtoa ile mazingira atisi na mweka mazingira mengine. Kwa sababu hapo nikupe mfano tu, kuna mwimbaji mmoja ni Mnigeria, sikumbuki jina lake ni nani, ila aliwahi kutoa ushuhuda kwamba aliwahi kumpenda binti wa kanisani. Baada ya kumpenda yule binti wa kanisani, yule binti akamuumiza. Umeona? Kumbuka anatumika madhabahuni kuimba. Sasa tunamwambia aondoke kwenye yale mazingira. Anaondoka vipi? Kwa sababu utakaposimama pale madhabahuni unapoimba yule mtu unamuona kwa chini. Yaani kumuona utaendelea kumuona. Tunachosema ni kwamba apate muda. Yaani hata kama sio siku zote, hata kama sio mwezi. Lakini kuna muda fulani apate muda. Unajua kwa nini muda wa peke yako? Kwa sababu muda peke yako kuna vitu utajiuliza. Na ni vizuri kwa sababu ukipata muda peke yako haina maana kama unaenda kujiua. Na ndio maana ni muhimu sana kama umeshasema na shida fulani, umeshaadmit. Na unajua kabisa na tatizo fulani lilianzia wapi. Anza kujiaji kwa ni shida yake na nini. Baada hapo unapata ushauri. Ushauri unakuwa ni rahisi kwa sababu umeshatengeneza mazingira ya moyo kukubaliana na ushauri pia. Mpaka kuna watu sasa hivi nikifundisha tu kuhusiana na maumivu, nakwambia anatoka online kabisa. Mwingine anataka kabisa kutoka online. Sababu ni ngumu kukubaliana na mahusiano. Sitaki mahusiano mimi. Naambia nasikiliza, jifunze. Lakini pia hiyo ndio nazungumza hiyo na point nyingine kwamba pata muda mtu kujifunza. Haya nimejifunza sasa nifanyaje kwa usahihi? Yes. Ndio hapa nimeumizwa ndio, lakini usahihi wa hili jambo likoje? Alafu pia waangalie wadada, watu wengi wanaoumizwa wao wanalalamikia wenzao. Wakati pia nao wana nafasi ya makosa. Naona. Kwa mfano mdada nikamwambia, wewe unakaa naye siku zote na unajua makosa yao yapo. Kwani usimface? Ukamwambia, unajua hamna. Mimi niko na mwingine hata ukimface ana prevent. Nikata kama na prevent ni muhimu sana ujue kabisa najiondoa vipi hapa kwenye hao mahusiano kabla ya tukio kutokea. Sasa mtu apendi hivyo. Kwa inabidi ujifunze. Nilikuwa namfundisha akasema mwalimu hayo tulifundisha ila sema nilipuuzia. Unaona sasa shida. Alipuuzia ndio yakaja kama yalivyo. Kwa maana jambo lingine mtu apate kujifunza. Ndio nimekosea, nilikosea wapi? Huyu mtu aliniye Black naye ana mazuri gani? Ni vizuri pia kuangalia kwamba mazuri yake ni yapi
na mabaya yake ni yapi? Okay, haya mabaya niachana nayo, haya nisha break nayo, haya mazuri yake nimejifunza na yanisaidia. Okay. Ni vizuri. Wengi hawapendi ku appreciate. Yule mdada anakuambia yeye ni mtoaji mimba, anazalisha wadada. Nikamwambia ana mazuri. Yani ni sababu mazuri yani. Ana mazuri. Wengi hatukumbuki mazuri. Kwa ni muhimu sana. Tunaangalia mabaya. Kumbuka mazuri ya mtu ni nzuri zaidi, na napenda kuwashauri watu kwamba duniani watu wanakosea sana. Kabisa. Watu wana madhaifu mengi mno. Kabisa. Kwa ushangaa ni bosi wako. Na uwezi kumnunia, uwezi kumfokea, uwezi kufanyaje. Kwa inabidi ukubali kwamba ana madhaifu haya. Labda unazungumzia madhaifu yenye kuzidi sana mpaka yanakuja kuingilia maamuzi yako, ni shida tena. Lakini yale madhaifu ambayo unajua kabisa naweza nikaenda nayo, ni bora umjue. Ukimjua unajua kabisa nachukuliana na hivi, kwa sababu watu wao wana madhaifu, lakini watu na mima yao pia. Ni vizuri tuangalie hata mima ya watu. Wengi wapendi kujifunza. Sawa. Njia nyingine ni ipi? Njia nyingine ni pia kupata ushauri sasa. Yes, nimezungumzia mpaka kwenye ushauri huku, nimetaja hizo kwanza mtu aanze mwenyewe. Ili kumrahisishia mshauri kushauri vizuri. Kwa hata sasa hivi nikimshauri yule mdada anakubali. Kwa hiyo niambie hiki, niambie kwa sababu ashatengeneza mazingira ya kushauriwa. Anasaidia siku anafunga kitu. Mimi kwa sijui. Kwa hiyo niambia kazunguka. Sehemu ambayo limuumiza kaizunguka. Nifanyie hiki, kesho anambia mwalimu, lakini nirudi nyuma kidogo. Kabla hapo nilikuwa najua kabisa. Kaenda kakuepesha. Yani hataji story nzima. Wakiona nakisaidika hivi na kumbe anaweza kanisaidia anataja kitu kingine. Lakini pia mimi nifanye kitu fulani. Kumbe unasema mshauri. Kwa hiyo unataka mtu aongee ushauri wote kwamba tatizo langu mimi ni hili, asemi. Anaongea tatizo moja moja. Kwa kila siku anapozidi kupata ushauri, kesi yake moja moja inazidi kuondoka. Mpaka anakuja anakuta analikava. Kwa recover inatokea na mtu anavotoa vile vitu vya ndani. Yaani maumivu hayana nguvu sana ukiyaongea. Kabisa. Ndio nasema leo nimekasirika. Unajua kuna nini unachokifanya mwilini kwenye roho yako? Naambia roho mimi sitaki hasira. Kwa nashangaa hasira inaisha kwanza, jamani marafiki zangu leo nimekasirika msiniguse. Kwa nini hasira inaisha haraka? Unacheka alafu unaanza kucheka kabisa kwa sababu imeondoka, yani unavyoongea ile ni unaitoa. Lakini sema leo niko vizuri tu jamani. Uko vizuri niko vizuri. Maana unazidi kuifanya ikae. Sawa, tumalizie hapo ushauri wako sasa kwa watu kutokana na maumivu wanaopitia, changamoto za kuacha. Tumezungumzia sana mahusiano tu ya wapenzi, lakini yapo hata kwenye familia ambavyo watu wanakuwa, mtu anaweza akawa ni rafiki yako tu wa kawaida lakini akakuumiza. Kuna yale maumivu ambayo mtu anakutana nayo kwenye familia wakati anakuwa, labda baba na mama, mpaka anasema Mr. Koyo, Mr. Koyo, kutokana na matukio ambayo ameyaona. Ushauri wako ni upi? Ushauri wangu ni kwamba maisha yanaendelea. Yani kuumizwa na huyo mtu mmoja, awe rafiki awe nani, sio kukwama. Sasa nimeona watu wanasema mimi sasa sifanyi chochote sasa. Sio sifanyi chochote kwa sababu maisha haya wanaosema usifanyi chochote, muda unazidi kwenda. Naona mpaka mdada sana ananiambia, mimi naweza nikaolewa." Niambia why not? Kwa sababu yeye alishafutaga yani kwamba siolewi. Naona kwa anavozidi kuna neno ajua kujifunza, anajua kupata maisha yanazidi kuendelea. Namwambia kabisa, wewe usijizime data kwamba unahitaji kuolewa hapa. Hamna, mimi sitaki. Ndio wao una shida bado. Kwa ajue muda unazidi kwenda, anazidi kutumia muda vibaya, afanye malengo yake na hakuna excuse ya kwamba muda ule ulipotea hajawahi na urudisha wewe. Naanza upya. Hapana. Mtu kaumizwa, sasa nimeumizwa sehemu gani? Nimeumizwa hapa, afuate kama nilivyosema ushauri. Akifanya vile mapema sana arudi kwenye jambo lake. Anafanya vizuri kabisa. Sasa sisi binadamu tunafanya vitu vingi under pressure. Unaona? Pia maumivu ni sehemu ya kazi. Sehemu ya kujifunza. Yani sehemu ya kujifunza. Yes, kwa sababu usingejua changamoto yake, sidhani kama ungeendelea kuishi naye, lakini akaja kukuumiza baadaye. Ungeendelea kuumiza zaidi. Kwa under pressure sometimes ni nzuri. Kwamba mtu fulani kanikwaza. Unajua sometimes mimi mtu akinikwaza, naenda nafanya kazi zangu kwa nguvu balaa. Kwa nini? Kwa sababu unajua sasa kuongea na mtu busy. Kwa kuna muda fulani mtu anatukasirisha, anafanyaje? Tuachukulie watu pia. Kuchukulia watu kwamba ndo nimejua yuko hivyo. Umemshauri mara 7 hawezi kula. Yaani nimekaa na watu wanasema, "Hii mtu inakuaje mwalimu? Leo kanifokea." Namwambia mimi kidogo, ambia rafiki yangu, ndala zangu hizo sivae ni nyeupe. Tabio, wewe za nini? Wewe kesho unalinga na ndala zako. Watu hawa
Na binti wanapenda kwa wanakaa pamoja, ni marafiki. Wanakorofishana hivi. Kwa ngoja kuna okay, hawa namna pekee ya kuweza kuwasaidia. Jamani, huyu mwenzako yuko hivi, si ndio? Mgundua analalamika sana. Nini cha kufanya? Basi bwana, ndara zako siweke hapa, toa. Hata ukitoa wengine tu ni wakorofi. Japo ndo wanasema hivyo kwamba ni rafiki yako sasa. Yaani kuna vingine tu wanataka vichukulie kawaida. Yaani mchukulie ndo ana madhaifu hayo. Yeye anabwatuka muda wote. Ukimweza ukigundua pia mtu kama yeye nikigundua anafanya hivyo, maana kuna shida. Kwani ana akiambiwa jambo linakuja linatoka ndani kwa nguvu. Kuna shida pia, maana kuna mambo huyu mtu aenda alikuwa anafokewa sana. Kwa anafokewa kiasi kwamba sasa akiona mtu anamhoji ni kama anaanza kufoka kama yule tena. Anakuja ile kuongea pia ni kwamba anajidefend kwamba nionekane niko sahihi. Sometimes pia ukishajua tabia ya mtu yupoje ni inakuwa vizuri sana kuishi naye. Ndio, ni vizuri sana. Kwa hiyo inakurahisishia. Kwa sababu niliwahi kusoma mstari mmoja kwenye Biblia unasema ishi na mpumbavu kulingana na upumbavu wake. Yes. Utamsaidia sana kwa sababu unapotajibu unasema hekima kwa mpumbavu haiwezi kumsaidia, ni maumivu kwake, kwa sababu unapozidi kumshauri jambo zuri yeye hawezi kulielewa kama jambo zuri. Kwa jambo la msingi la kumsaidia zaidi ni kwamba ishi naye, lakini pia kama anawezekana kufundishika mwambie. Wengine hawafundishiki. Ila kuna wale ambao sasa hafundishiki, ana mambo yake. Kwa ni vizuri sana mtu nikimwona kama mtu hivyo, huwa pala kipoa. Ana fulana mwambia, "Kwa nini unafanya hivi?" Mbia. Sasa maana yake kila mmoja ana level za kuheshimu watu. Yes. Yaani ambaye amekufokea wewe anifokee mimi. Nikimwita sema, "Mwalimu samani. Na mlikuwa unasemaje?" Ndio nilifanya vile. Mwalimu angefoka kama kawaida yake, ila sasa mtu anaongea naye muda huu anamheshimu. Sasa samani, mimi niambie ukweli. Kama wewe unaniheshimu kweli. Kweli mimi nilikuwa hivi, nilikuwa mtoto nilikuwa nafokewa sana na nyanyasika, nafanyaje spirit zangu unaona mtu kifanya hivi. Okay. Unaanza kudili na hilo jambo kwa sababu ni mtu anamheshimu. Kwa mtu kimwona mtu hivyo pia sio tu muache, mpeleke kwa mtu anayemheshimu. Ila kama ana mtu anayemheshimu sasa. Sawa. Namna kumsaidia ni ngumu. Sawa, tumalizie na mawasiliano yako. Mtu akitaka kupata upande wa social media lakini pia na namba yako ya simu kwa watu ambao wanahitaji ushauri. Okay. Namba yangu ya simu ni 07 622 619 97. 07 622 619 97. Lakini wale wanatumia Airtel au ni Voda 07 83 40 29 77. Okay. 0783402977. Lakini pia kwenye social media aingie kwa jina la Mwalimu Baraka Mwajeka. Yes, kote niko hivyo. Sawa. Asante tu kwa muda wako. Asante sana. Sawa. Kama ulivyomsikia nilikuwa na Mwalimu Baraka Mwajeka, umemsikia kabisa, amekushauri. Leo tulikuwa na mada yetu ya mahusiano, ni namna gani ya kutoka kwenye maumivu ambayo mtu aliwahi kukuacha, au ni maumivu ya kwenye familia, au ni rafiki ambaye ulimwamini lakini kuna jambo ambalo akakuumiza nalo. Basi umemsikia na amekutajia namba yake ya simu kwa wewe ambaye una maumivu ambayo huelewi namna gani ya kutoka hapo. Unaweza ukampigia muda wowote na akakushauri. Amesema ushauri wake ni bure na hakuna gharama yoyote kabisa. Asante sana kwa kutufuatilia. Kipindi chako pendwa ni Kinara. Ulikuwa nami Juliet Sawatele, nilikuwa na mgeni studio Mwalimu Baraka Mwajeka. Asante na kwaheri.